بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Amin. Uteremsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Hakika katika mbingu na ardhi ziko ishara kwa waumini, na katika umbo lenu na katika wanyama aliyowatawanya zimo ishara kwa watu wenye yakini. Na kupishana usiku na mchana na riziki anayoiteremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni, na kwayo akaifufua ardhi baada ya kufa kwake, na mabadiliko ya upepo ni ishara kwa watu wenye akili. Hizi aya za Mwenyezi Mungu tunakusomea kwa haki, basi hadithi gani watakayoiamini baada ya Mwenyezi Mungu na aya zake? Ole wake kila mzushi mwenye dhambi anaisikia aya za Mwenyezi Mungu akisomewa, kisha anashikilia yale yale aliyokatazwa, na anajivuna kama kwamba hakuzisikia, basi mbashirie adhabu chungu. Na anapokijua kitu kidogo katika aya zetu ukifanyia mzaha, watu hao ndio watakaokuwa na adhabu ya kufedhehesha, na nyuma yao ipo Jahannam, na walioyachuma hayatawafaa hata kidogo, wala walinzi waliowashika badala ya Mwenyezi Mungu, na watapata adhabu kubwa. Huu ni uongofu, na wale waliozikataa ishara za Mola wao mlezi watapata adhabu inayotokana na ghadhabu iliyochungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Jathia imeteremka Makka.
Imeanzia sura hii kwa harufi mbili katika harufi za alfabet, na ikafuatiliza kwa kubainisha kuwa kuteremshwa Qur'ani kumetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye hikma. Kisha ikazitaja dalili za uumbaji na za kiakili kuthibitisha itikadi ya imani na kuitia watu waifuate. Hali kadhalika imekusanya wito kwa wenye kukadhibisha ishara. Kisha ikaingia kuzihisabu neema za Mwenyezi Mungu na fadhila zake kwa waja wake, na ikawataka waumini wawasamehe makafiri wanaokanya, kwani Mwenyezi Mungu peke yake ndiye wa kumlipa kila mtu kwa alilolitenda. Kisha sura baada ya hayo ikazungumzia vipi Mwenyezi Mungu alivyowafadhili wana wa Israeli kwa kuwapa neema nyingi na hitilafu zilizozuka baina yao, ambazo Mwenyezi Mungu atazitolea hukumu siku ya Kiyama. Kisha ikaingia kufarikisha baina ya waliofuata haki na waliofuata matamanio, wakakanya kufufuliwa na wakapinga ishara za uweza kwa kutaka ufufuliwe baba zao. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuhuisha na ndiye mwenye kufisha. Yeye ana ufalme wa kila kitu. Na siku watakapokusanywa wapotovu, kila nafsi itaitwa ikapokee kitabu chake. Hapo watafuzu waumini na watakemewa waliotakabara. Sura tena inarejea hadithi ya kule kuikataa kwao saa ya Kiyama na kuzikadhibisha ishara zinazoionyesha, na vile Mwenyezi Mungu atavyowasahau wao kama wao walivyoisahau hii siku, na ikabainisha kuwa makazi yao ni motoni kwa kule kuzikejeli kwao ishara za Mwenyezi Mungu na kudanganyika kwao na dunia. Na sura imehitimisha kwa kumsifu muumba mbingu na ardhi, mwenye utukufu kote humo, mwenye nguvu, mwenye hikma. Hamim. Hizi ni harufi mbili katika harufi za kutamkwa. Zimeanzia sura hii kama ada ya sura nyingi katika Qur'ani ambazo zimeanzia kwa harufi kama hivi, ili kuashiria kuwa washirikina wameshindwa kuleta mfano wake, ijapokuwa hii Qur'ani imeundwa kwa harufi hizi wanazozitumia katika maneno yao. Huu mteremsho wa Qur'ani umetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, asiyeshindika, mwenye hikma katika kupanga kwake na kuendesha kwake. Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi ni katika ufundi wa namna ya pekee wa Mwenyezi Mungu. Bila shaka ni dalili zenye nguvu kabisa katika uungu wake na upweke wake, ambao wanauamini wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu kwa maumbile yao yaliyo sawa. Na vile Mwenyezi Mungu kukumbeni nyinyi enyi watu kama mlivyo, mna sura nzuri na umbo la pekee yenu, na mnavyokhtalifiana baina ya wanadamu na wanyama, na mkaeneza ulimwenguni na manufaa mbalimbali, bila shaka ni ishara zenye nguvu na ziwazi kwa watu wanaotafuta yakini ya mambo yao kwa kuzingatia na kufikiri. Na katika kukhtalifiana usiku na mchana, kwa urefu na ufupi, na mwangaza na giza, na kupeana dhamu kwa nidhamu iliyothibiti, na katika mvua anayoiteremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni, akaihuisha ardhi kwa mimea baada ya kufa kwake kwa ukame, na kuziendesha pepo pande mbalimbali, nazo zikahitalifiana kwa baridi na joto na nguvu na udhaifu, ni alama zilizo wazi za kuonyesha ukamilifu wa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa watu wenye kufikiri kwa akili zao, wakafikiria akili yao. Hizo ni aya za Mwenyezi Mungu zinazoeleza uumbaji alioufanya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu. Tunakusomea wewe katika Qur'ani kwa ulimi wa Jibrili, nazo aya hizo ni za haki. Ikiwa hao hawaziamini hizi, basi maneno gani watayasadiki baada ya maneno ya Mwenyezi Mungu? Nayo ni Qur'ani na aya zake. Atapata maangamizo makubwa kila anayemzuilia Mwenyezi Mungu uongo mbaya na mwenye kukithiri madhambi yake kwa kitendo hicho. Mzushi kama huyu husikia aya za Mwenyezi Mungu akisomewa, nazo zinasema haki tupu, kisha yeye huendelea na ukafiri wake kwa kutakabari, akaikataa imani. Hali yake ni hali asiyepata kuzisikia haya. Basi ewe nabii, mbashirie kwa kumkejeli kuwa atapata adhabu chungu kwa huko kushikilia kwake kitendo kitachomletea adhabu hiyo. Na huyu mwenye inda akijua kitu kidogo katika aya za Mwenyezi Mungu, huzifanya aya zote za Mwenyezi Mungu ni kitu cha kufanyia maskara na mzaha.
wazushi hao wingi wa madhambi watapata adhabu ya kuwadhalilisha kwa kiburi chao. Nyuma yao ipo jahanamu inawangojea, na walichokichuma duniani hakitawapunguzia hata chembe ya adhabu yake. Wala hiyo miungu ya uongo walioifanya ndiyo ya kuwanusuru badala ya Mwenyezi Mungu haitawakinga na chochote katika adhabu yake. Na wao watapata mateso makubwa kwa kitisho chake na ukali wake. Hii Kurani ni ushahidi kamili wa haki tokayo kwa Mwenyezi Mungu. Na hao wanaozikataa hoja zilizokusanywa na Kurani zilizotoka kwa Muumba wao na mlezi wao watapata adhabu kali mno miongoni mwa namna za adhabu. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeifanya bahari kutumikieni ili humo zipite marikebu kwa amri yake na ili mtafute fadhila yake na mpate kushukuru. Na amefanya vikutumikieni vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi, vyote vimetoka kwake.
hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaofikiri. Waambie walioamini wawasamehe wale wasiozitaraji siku za Mwenyezi Mungu, ili awalipe kwa waliokuwa wakiachuma. Mwenye kutenda mema basi ni kwa ajili ya nafsi yake, na mwenye kutenda uovu ni juu yake mwenyewe. Kisha mtarudishwa kwa Mola wenu mlezi. Na hakika tuliwapa wana wa Israeli kitabu na hukumu na unabii, na tukawaruzuku vitu vizuri vizuri, na tukawafadhilisha kuliko walimwengu wote, na tukawapa maelezo wazi ya amri. Basi hawakukhitalifiana ila baada ya kuwajia ujuzi, kwa ajili ya uhasidi uliokuwa baina yao. Hakika Mola wako mlezi atahukumu baina yao siku ya Kiyama katika mambo waliokuwa wakikhitalifiana. Kisha tukakuweka wewe juu ya njia ya haya mambo, basi ifuate, wala usifuate matamanio ya wasiojua kitu. Kwa hakika hao hawatakufaa kitu mbele ya Mwenyezi Mungu, na hakika wenye kudhulumu ni marafiki wao kwa wao, na Mwenyezi Mungu ni rafiki wa wamchao. Hizi ni dalili zilizo wazi kwa watu wote, na ni uongofu na rehma kwa watu wanaoyakinisha. Je, wanadhani wanaotenda maovu kuwa tutawafanya kama walioamini na wakatenda mema? Sawa sawa uhai wao na kufa kwao. Ni hukumu mbaya wanayoihukumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyekufanyieni kutumikieni bahari, ili merikebu zipate kwenda juu yake kwa idhini yake na uwezo wake, zikubebeni nyinyi na bidhaa zenu, na ili mtafute kutoka na fadhila za Mwenyezi Mungu mali ya baharini, kwa kupata manufaa ya ujuzi na biashara na jihadi na zawadi na uvuvi na kutoa vyombo, na ili mpate kushukuru neema zake kwa kumsafia dini Mwenyezi Mungu. Na akakudhalilishieni vyote viliomo mbinguni, nyota zenye kung'ara na sayari, na vyote viliomo kwenye ardhi, makulima, mifugo, maji, moto, hewa na jangwa. Vyote hivyo vinatokana na yeye mtukufu, ili akuenezeni manufaa ya uhai. Hakika katika hizo neema zilizotajwa zipo ishara zenye kuonyesha kudra yake kwa watu wenye kuzingatia ishara. Ewe Mtume, waambie wanaomsadiki Mwenyezi Mungu na wakakufuata wewe, wasamehe maudhi yanayowafika kutokana na watu ambao hawataraji kuja siku ya Mwenyezi Mungu za kuwalipa watu kwa kheri na shari kwa mujibu walivyo. Mwenye kutenda mema atapata ujira wake na thawabu mwenyewe, na mwenye kutenda uovu basi dhambi za kitendo chake zitamwangukia mwenyewe. Kisha mtarudishwa kwa Muumba wenu kwa ajili ya malipo. Ninaapa kwa hakika tumewapa wana wa Israeli Taurati na hukumu iliyomo ndani yake na unabii uliofunuliwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na tumewaruzuku kheri namna mbalimbali, na tumewafadhilisha wao katika neema nyingi juu ya viumbe vyote, na tumewapa dalili wazi katika mambo ya dini yao. Basi haikutokea hitilafu baina yao ila baada ya kuishawajia ujuzi wa hakika ya dini na hukumu zake, na hayo ni kwa uadui na uhasidi tu ulio baina yao. Hakika Mola wako mlezi atapambanua baina ya hao wanaokhtalifiana siku ya Kiyama katika mambo waliokuwa wamekhtalifiana. Tena tukakujalia wewe Muhammadi, baada ya hitilafu za watu wa kitabu, yaani Mayahudi na Wakristo, kuwa ni mtume wa kwenda njia iliyo wazi katika mambo ya dini tuliyokuwekea wewe na waliokuwa kabla yako miongoni mwa mitume. Basi fuate sheria yako ya haki yenye kuthibiti imara kwa hoja na dalili, wala usifuate matamanio ya watu wasiojua njia ya haki. Hakika hao waongo wenye tamaa ya kuwa ati wewe utawafuata wao hawatoweza kukuondolea hata chembe ya adhabu pindi ukiwafuata. Na hakika wenye kupindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu husaidiana wao kwa wao katika upotovu. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwasaidia wale wanaomcha, basi hao haitawafikia dhulma ya wenye kudhulumu. Hii Qur'ani ulioteremshiwa wewe ni dalili kwa watu kuonyesha dini ya haki,
na uongofu wa kuongoza kwenye njia za kheri, na neema kwa watu wenye kuyakinisha thawabu na adhabu za Mwenyezi Mungu. Bali wanadhani hao waliochuma yanayochusha katika ukafiri na maasi, kwamba tutawafanya kama waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda vitendo vyema, na hivyo tuwafanye sawa baina ya makundi mawili hayo katika uhai na katika kufa. Hukumu yao ni mbaya mno, ikiwa wanahisi kuwa wao ni sawa na waumini. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Na Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki, na ili kila nafsi ilipwe yale iliyoyachuma, nao hawatadhulumiwa. Je, umemwona aliyefanya matamanio yake kuwa ndiye Mungu wake, na Mwenyezi Mungu akamwacha potee pamoja na kuwa ana ujuzi, na akapiga muhuri juu ya masikio yake na moyo wake, na akambandika vitanga machoni mwake? Basi nani atamuongoa huyo baada ya Mwenyezi Mungu? Hamkumbuki? Na walisema, hapana ila huu uhai wetu wa duniani, twafa na twaishi, na hapana kinachotuhiliki isipokuwa dahari. Lakini wao hawana elimu ya hayo, ila wao wanadhani tu. Na wakisomewa aya zetu zilizo wazi, hawana hoja ila kusema, waleteni baba zetu ikiwa nyinyi ni wasema ukweli. Sema, Mwenyezi Mungu anakuhuisheni kisha anakufisheni, kisha anakukusanyeni siku ya kiyama isiyo na shaka, lakini watu wengi hawajui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa mujibu wa hikma na nidhamu, ili zidhihiri dalili za uungu wake na uwezo wake, na apate kulipwa kila mtu kwa alilotenda, ikiwa kheri au shari, na wao hawatapunguziwa chochote katika malipo yao. Ewe Mtume, umeangalia ukamwona huyo mwenye kufanya matamanio yake ndiye Mungu wake wa kumwabudu, akamnyenyekea na akamtii na akaiacha njia haki, na hali anaijua, na akaziba masikio yake asisikie waadhi, na moyo wake asiamini haki, na akabandika vitanga vya macho asione ya kuzingatiwa? Basi nani wa kumwongoa mtu huyu baada ya kuisha kuuzwa na Mwenyezi Mungu?
je, mnaacha kutazama ili msipate kukumbuka? Na walisema wenye kukanya kufufuliwa, hapana uhai ila huu uhai wa duniani tu tulionao sasa. Tunaishi na tunakufa, na hapana nyuma ya hayo uhai baada ya kushakufa, na hapana cha kututeketeza isipokuwa kupita dahari, yani zama na wakati. Wala wao hawasemi hayo kwa ujuzi na kuwa na yakini, bali na kukwadhania na kukisia tu. Na ukiwasomea aya za Mwenyezi Mungu zilizo wazi zenye kuonyesha uwezo wake wa kufufua, huwa hawana hoja ila kusema kwa kuikimbia haki, wafufueni baba zetu, ikiwa nyinyi ni wasema kweli katika kudai kuwa kupo kufufuliwa. Ewe Muhammadi, waambie Mwenyezi Mungu amekupeni uhai duniani, nanyi hamkuwa chochote. Kisha anakufisheni unapotimia wakati wenu, kisha atakukusanyeni siku ya Kiyama, na hapana shaka ya kukusanywa huko. Lakini wengi wa watu hawaujui uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kufufua, kwa sababu ya mapuuza yao kuzingatia dalili ziliyopo. Na huyo muweza wa hayo pia ni muweza wa kuwaleta baba zenu. Walillahi mulku samawati wal ard, wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها يوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi,
na siku itaposimama saa ya kiyama, siku hiyo wataangamia wenye kushikamana na upotovu. Na utauona kila umma umepiga magoti, na kila umma utaitwa kwenda soma kitabu chake. Leo mtalipwa mliokuwa mkiyatenda. Hichi kitabu chetu kinasema juu yenu kwa haki. Hakika sisi tulikuwa tukiyaandika mliokuwa mkiyatenda. Ama walioamini na wakatenda mema, Mola wao mlezi atawatia katika rehema yake, huko ndiko kufuzu kulio wazi. Na ama waliokufuru wataambiwa, kwani hamkuwa mkisomewa aya zangu nanyi mkapanda kichwa na mkawa watu wakosefu? Na ikisemwa, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli na saa haina shaka, nyinyi mkisema, hatuijui hiyo saa, tunadhania dhanna tu, wala hatuna yakini, basi ubaya wa walioyatenda utawadhihirikia, na yatawazunguka walioyafanyia maskara. Na itasemwa, leo tunakusahauni kama nyinyi mlivyosahau mkutano wa siku yenu hii, na mahali penu ni motoni, wala hamna wa kukunusuruni. Hayo ni kwa sababu nyinyi mlizifanyia mzaha aya za Mwenyezi Mungu, na maisha ya dunia yakakudanganyeni. Basi leo hawatatolewa humo, wala hao hawatakubaliwa udhuru wao. Basi sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa mbingu na Mola mlezi wa ardhi na Mola mlezi wa walimwengu wote. Na ukubwa ni wake yeye tu mbinguni na katika ardhi, naye ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na ni wa Mwenyezi Mungu pekee ufalme wa mbingu na ardhi, kwa kuumba, kumiliki na kupanga. Na itapofika saa ya kiyama, siku hiyo watahasiri wenye kufuata upotovu. Ewe unayesemezwa, utawaona siku itapofika saa watu wa kila dini wamekalia magoti kwa hofu walionayo, kungojea kuitikia wito. Kila umma utaitwa kwenye daftari la vitendo vyao, na wataambiwa, leo mtalipwa sawa malipo ya mliokuwa mkiyatenda duniani. Na wataambiwa, hichi hapa kitabu chetu tulimosajili vitendo vyenu, nanyi mmekichukua kwa mikono yenu. Kinataja juu yenu yale mliyoyatenda kwa ushahidi wa kweli. Hakika sisi tulikuwa tukiwataka malaika waandike, ili tupate kukuhesabieni yaliyotokana nanyi. Basi ama walioamini na wakatenda vitendo vyema, Mola wao mlezi atawatia katika pepo yake. Malipo hayo ndiyo kufuzu kuliobainika, kulio wazi. Na ama waliomkataa Mwenyezi Mungu na mitume wake, wataambiwa kwa kuwa hizi, kwani hawakujulieni mitume wangu, hamkusomewa aya zangu, nani mkajiona bora hamfai kuikubali haki, na mkawa kaumu ya makafiri? Enyi mnaokanya kufufuliwa, akikwambieni mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba agano la Mwenyezi Mungu la kuwalipa ni haki yenye kuthibiti, na saa haina shaka itakuja, nyinyi mkisema, sisi hatujui chochote habari ya hiyo saa kiyama wala ukweli wake, na sisi ni dhana ya kudhania tu kuwa hiyo saa itakuja, wala hatuna yakini kuwa itatokea. Na utawadhihirikia hawa makafiri ubaya wa vitendo vyao, na itawateremkia jaza ya maskara yao waliokuwa wakizifanyia ishara za Mwenyezi Mungu. Na wataambiwa hawa washirikina kwa kuwa hizi, leo hii tunakuacheni katika adhabu kama nyinyi mlivyoacha kujitayarisha kukutana na Mola wenu mlezi katika siku hii kwa utiifu na vitendo vyema. Na pahala penu pa kukaa ni motoni, na wala hamna kukunusuruni akakuokoeni na adhabu yake. Adhabu hiyo imekuteremkieni kwa sababu ya ukafiri wenu na maskara yenu kuzifanyia ishara za Mwenyezi Mungu, na mlivyohadaika na maisha ya dunia kwa mapambo yake. Basi leo hapana yeyote awezaye kuwatoa hawa kwenye moto, wala hawatakikani kumtaka radhi Mola wao mlezi kwa kutafuta udhuru. Basi ni za Mwenyezi Mungu pekee sifa njema, muumba mbingu na ardhi na muumba wa viumbe vyote, kwani hivi kuwa ni Mola mlezi wa kila kitu, na wajibika uhimidiwe kwa neema zote.
na ni wake yeye subhanahu tukufu na utawala katika mbingu na ardhi, na yeye ni mwenye nguvu asiyeshindika, mwenye hikma asiyekosea katika hikma yake, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi kuliko wote.